tuangazie taarifa nyingine ambazo bado zinagonga vichwa mbalimbali vya habari za michezo, na kwa sasa moja kwa moja tuhamie kwenye ligi kuu ya NBC Tanzania Bara. Wakati huu ambapo ligi kuu ya NBC imesimama, hesabu nzito zinafanyika kwa timu zilizopo kwenye hatari ya kushuka daraja, kuweza kuona namna gani timu hizo zinajinusuru kuweza kusalia kwenye ligi kuu ya NBC Tanzania Bara msimu ujao, katika michezo mitano tu iliyosalia kwa timu zote ambazo zinashiriki ligi kuu. Hali ni mbaya zaidi kwa KMC iliyopo mkiani mwa msimamo wa ligi ikiwa na alama 9 tu, kwani ikipoteza mchezo mmoja tu itakuwa imeshuka daraja moja kwa moja. Mchuano ni mkali unatarajiwa kati ya timu ya Tanzania Prisons, Mbeya City na Namungo FC katika kujinusuru na janga hilo la kushuka daraja. Huu ndio msimamo wa ligi kuu NBC Tanzania Bara kama ambavyo unaonekana. Ukianzia pale juu unawaona wananchi Young Africans walio nafasi ya kwanza, wamecheza michezo 25 na wamekusanya jumla ya alama 60. Nafasi ya pili ni Simba Sports Club, mfalme wa nyika na mnyama mkali wa mutuni, naye amecheza michezo 25, alama 58. Nafasi ya tatu Azam FC wakiwa na jumla ya alama 52. Singida Black Stars nafasi ya 4, alama 41, huku JKT Tanzania ikiwa nafasi ya 5 kwenye msimamo wakiwa na jumla ya alama 38. TRA United imesogea nafasi ya 6 kwenye msimamo wakiwa na jumla ya alama 37, wakiwa Pamba Jiji wanakawekamo wako nafasi ya 7 kwenye msimamo, alama 33. Dodoma Jiji nafasi ya 8. Nafasi ya 9 ni Fountain Gate wakiwa na alama 29, wakati Coastal Union nafasi ya 10 kwenye msimamo wakiwa na jumla ya alama 28. Mashujaa FC kutoka pale Lake Tanganyika Kigoma nafasi ya 11, jumla ya alama 27, huku Mtibwa Sugar wakiwa nafasi ya 12 wakiwa na jumla ya alama 27 kama ilivyo kwa Mashujaa. Namungo FC the Southern Killers kutoka Ruangwa mkoani Lindi wana jumla ya alama 25, wakati Mbeya City kutokea the Green City au Scotland ya Afrika zamani wako nafasi ya 14 kwenye msimamo wakiwa na jumla ya alama 22 tu, na alama 20 ni kwa Tanzania Prisons. Hawa wanaunda dabi ya Mbeya kwa maana ya Mbeya City na Tanzania Prisons, wao wana alama 20, tofauti ya alama 2 tu. Na ukitoka mtu wa 15 hadi mtu wa 12 ama 13 utashuhudia hapo tofauti ni ya alama 5. Na KMC wao wana jumla ya alama 9 tu kwenye michezo 25 ambayo wamecheza. Ilivyo bahati leo hatupo na kocha Michael Vera, lakini tuko na kocha na mchezaji. Huyu ni kocha mchezaji sasa. Kwa sababu bado anacheza na Frank. Mechi 5 tu zimesalia msimu umalizike. Na nimepata taarifa kwamba msimu ujao tutakushuhudia kwenye ligi kuu ya NBC Tanzania Bara. Sitaki kujua ni kwa timu gani ambao watarajia kwenda hizi ni penyenye kusema hivyo. Za ndani kabisa. Fununu. Frank kwamba sitaki kujua timu gani, lakini unarudi kwenye ligi kuu NBC Tanzania Bara panapo jala yake Jalali, Mwenyezi Mungu akijalia. Lakini huu msimamo una utazamo. Unautazamaje huu msimamo Frank? Kwanza kabisa kwa hizi timu za chini, ukiangalia huo msimamo ina maana hawajafanya vizuri. Na ukiangalia kwa mfano Prison, Mbeya City, Namungo, Mtibwa, ni timu ambazo kwanza hazijapata matokeo nyumbani. Kwa hiyo sasa ukiwa hujapata matokeo nyumbani, wakati mwingine inakupelekea hiyo hali. Ligi kuu mechi nyingi ni pointi nyingi unazipata ukiwa nyumbani. Na vile vile ukikutana na ule mpinzani wako moja kwa moja. Kwa mfano kama mechi inayofuata Mbeya City anacheza na Mtibwa. Kwa hiyo unaona hapo ni ina maana ukimfunga unamshusha wewe unakuwa juu. Kwa hiyo ni timu ambazo nyingi hazijapata matokeo nyumbani kabisa. Na usipopata matokeo nyumbani lazima ustruggle kwenye msimamo. Kwa hiyo unaona pia hata hizo pointi zimekaribiana hivyo, kwa sababu ni timu ambazo kwanza sare zinakuwa nyingi. Yaani unaweza ukacheza nyumbani ukapata sare, ukaenda ugenini ukapata sare. Kwa hiyo ukiona msimamo unakuwa timu nyingi zinafungana pamoja, ni kwa sababu hiyo. Kwa hiyo ni ligi ambayo kwanza kuna ugumu wake. Na ligi kiwango sare hapo umenikumbusha. Ukiangalia KMC amepata sare 3 tu, lakini amefungwa mechi 20.
lakini juu yake pale ukitazama Tanzania Prisons amepata sare 5 na amefungwa michezo 15. Yes. Juu yake Mbeya City ana sare 7 lakini amepoteza michezo 13. Juu yake anafuata Namungo ana sare 10 na amepoteza michezo 10. Mwana Mashujaa ana sare 12. Kwa hiyo ina maana kwa matokeo hayo ukiwa na sare nyingi, yani bora hata ufungwe moja, yani ufungwe kwenye mechi 3. Bora hata ufungwe moja, sawa ushinde moja kwenye mechi 2 kuliko kusali 2. Ukisali 2 na maana unapata pointi 2. Kwa hiyo ukishinda moja, ukifungwa moja unapata pointi 3. Kwa matokeo hayo ina maana mnakuwa kwenye sehemu karibu kwa sababu aina hiyo ya matokeo. Kwa hiyo ni ligi ambayo kwanza ili utoke huko chini unatakiwa kwanza mechi zako za nyumbani uweze kushinda. Shinda mechi zako za nyumbani. Yaani hizo mechi 5 za kwenye zilizobaki hakikisha kwanza unashinda mechi zako za nyumbani. Pili, ukikutana na mpinzani wako yule wa moja kwa moja. Kwa mfano Namungo anaenda kucheza na Coast. Namungo ana pointi 25, Coast ana 28. Tutakuja tukirudi hapo kuziangalia mechi 5 zijazo. Lakini mzee wangu Andrea Kinga Mkono, walau kwa nusu dakika, huu msimamo unakupa taswira gani? Maana tukirudi tutaangalia mechi 5 zilizobaki kwa timu ya KMC. Ni aina ya ushindani, msimu ambao umekuwa na ushindani. Kila sehemu tunasemaga kila muda unavyoenda kwenye ligi maji na mafuta vinaanza kujitenga. Watu wenye malengo tofauti tofauti yanaanza kuonekana. Kuna watu wana malengo ya ubingwa, unawaona wako juu pale wanapopambana na wameshikana kweli, wameachana pointi 2 tu. Unaona anafuatia nafasi ya 3, unamuona. Kuna watu wana malengo ya kuota ndoto kushiriki mashindano ya kimataifa. Unawaona pale kundi nafasi ya 4 ile ambao wanaendelea kuomba Coast kule asiende mbali. Amalize mapema kule Coast. Simba wasaidie Coast amalize. Mkangaja huyo wakaja mambo na isiwe mwenda tezi naomo marejeo ikawa. Kwa unaona pale kuna TRA, kuna Singida Black Stars, kuna JKT Tanzania. Lakini kati ya wote JKT Tanzania unamuona na wakati mwingi kwa sababu ana sare nyingi 11. Kati ya Dodoma naye namuona pale anajongea. Kwa unaona hilo kundi Dodoma anasogea, lakini hawa na Pamba vile si upo hapo, unamuona na 33. Alafu kuna hao ambao katikati, sisi tumemaliza msimu wetu, tunajipanga kwa msimu ujao. Haya ni maisha yetu. Hizi nafasi za katikati ni za kwetu sisi. Hatuna shida kwenda mbali sana hapa. Sasa kuna huku mwishoni sasa. Basi bwana, tusiamalize maneno. Andrea Kinga Mkono, tunakwenda mapumziko mafupi mtazamaji, lakini kusihi tuendelea kusalia papo hapo ulipo, maana tukirudi bado tunazo taarifa lufufu ambazo tumekuandalia kwenye dawati letu la viwanjani asubuhi ya leo. Umefanya jambo kubwa kwelikweli kuendelea kusalia papo huku ukiselelea matangazo haya jamil kabisa. Na kama ndio kwanza unajiunga nasi, hii ni Azam TV, burudani kwa wote, kipindi hewani ni Viwanjani. Mimi ni Hassan Ahmed, pamoja nami nimeketi na Frank Raymond Domayo, lakini bila kusahau pia tunaye Andrea Kinga Mkono. Tunaamini kabisa tunakwenda sanjari kabisa na wewe mtazamaji kutokea sasa mpaka tamati ya Viwanjani kwa siku ya leo. Na wakati tunakwenda mapumziko, tuligusia tutakwenda kuziangazia mechi 5 ambazo zimesalia, tukianza na KMC, baadaye tutakuja kuangazia Tanzania Prisons na tutakuja kutazama timu nyingine kama vile Mbeya City, namna ambavyo wamesalia na mechi zao. Kwa sasa tuangalie mechi 5 za mwisho za KMC, namna ambavyo wanakwenda kucheza katika michezo yao mitano. Kama ambavyo inaonekana hapo, KMC dhidi ya TRA United pale ligi ambapo itakuwa imerejea tarehe 12 ya mwezi Juni, na tutashuhudia mchezo mwingine wa KMC dhidi ya Coastal Union wa Gosi wa Ndima, KMC wakiwa nyumbani uwanja wao wa KMC Complex uliopo Mwenge, Dar es Salaam. Lakini kama ambavyo inaonekana hapo, KMC watakuwa the Southern Killers, timu ya Namungo FC, na Mashujaa watacheza na KMC kule kwao katika uwanja wa Lake Tanganyika mkoani Kigoma. KMC pia watakuwa na kibarua kizito mbele ya Simba Sports Club, Simba ambayo pia imerejea kwenye uwanja wa KMC Complex unaopatikana Mwenge, Dar es Salaam. Hizi ndiyo mechi 5 za mwisho za KMC ambao wamesalia kwenye nafasi ya mwisho kwenye msimamo wa ligi. Je, nafasi ya mkiani kwenye mechi 5 za mwisho ndio Kinga Mkono? Mkiani kweli. Mimi sitaki kuwapa matumaini KMC. Yaani kwa sasa hivi sitaki kuwapa matumaini kabisa kwamba hiyo si mechi moja. Wana mechi yao dhidi ya TRA, watakuwa nyumbani. Kati ya mechi 5 mechi 4 watacheza kwenye uwanja wao nyumbani.
3 watakuwa wenyeji, ya Simba watakuwa wao wageni, lakini bado ni uwanja wako Papa. Moja tu wanakuwa wana safari, kwa sababu watakuja kucheza na Simba watakuwa tayari washajua hatima yao. Nadhani mechi yao ya kujipapatua, mimi kushuka naona wanashuka, hamna namna. Lakini mkono bwana. Kushuka wanashuka. Kushuka wanashuka hata mechi moja. Kushuka wanashuka. Kinga usiamalize maneno. Watashuka. Hakuna mtu mwenye pointi 9 katika msimamo wa ligi duniani kokote. Ukawa na pointi 9, ukabakisha mechi 5 mkononi. Ukushiba kwenye sahani, utashiba kwenye kisosi. Uwezi kutoboa. Wale wa kushiba huonekana kwenye sinia. Sasa utakuja kushiba kwenye kisosi. Uwezi, kwa sababu mechi yake mimi naangalia ugumu wa mechi yao, ndio nani TRA wakati mwingine wanakuwa na matokeo ya kushangaza, lakini naona wanamtiani Mungu kwenye mechi ya TRA, kwa sababu TRA bado ana ndoto ya kuwa miongoni mwa zile timu 4 za juu. Kwa hiyo naona hii ni mechi yake ambayo nani TRA anataka kuja kuitumia hapa, na KMC kama akifungwa hiyo mechi ndo tunasema rasmi itakuwa imetangazwa rasmi kwamba hao wameshuka. Sasa hivi tunasema bado kwenye makaratasi. Lakini wewe ushawashusha. Mimi nimewashusha kwa sababu naona kwenye ligi haiwezekani kubaki. Kwa pointi 9 unabaki kwenda wapi? Frank, ukitazama vizuri sana mechi hizi 5 za KMC, maana yake timu ambazo wanacheza na KMC wote wanakwenda kwenye hiyo mechi kama fainali. Kwanza kabisa wana changamoto moja. Unajua KMC ukiwa unapoteza muda mrefu mechi, kwa hiyo hata timu zikija zinajua kabisa pale ndo naenda kuchukua pointi zetu. Wanaambizana kabisa pointi zetu ujue kazificha nani? KMC. Akiwa nyumbani, akiwa wapi atatoa. Kwa hiyo ina maana ugumu pia hizi mechi pia nadhani KMC sasa ni wakati wa mchezaji mmoja mmoja sasa kuonyesha ule uwezo wake. Kwa sababu plani ya timu ishafeli. Sasa ni plani ya mchezaji mmoja mmoja kufanya vizuri ili kuweze kuonekana kwenye hizo. Sawa, tusahau kuhusiana na KMC, tuangalie walio nafasi ya 15 kwenye msimamo, Tanzania Prisons, mechi zao 5 za mwisho kama ambavyo inaonekana hapo. Tanzania Prisons watakuwa nyumbani katika uwanja wa kumbukumbu ya Sokoine Mbeya dhidi ya Dodoma Jiji, lakini baadaye JKT Tanzania dhidi ya Tanzania Prisons watacheza pia na Singida Black Stars. Tanzania Prisons itapepetana na timu ya Mtibwa Sugar, na baadaye Prisons watakwenda kule kwenye uwanja wa Lake Tanganyika Kigoma dhidi ya Mashujaa FC. Andrea, na wenyewe wanapumulia mashine vile vile. Tanzania Prison unaona kabisa hali yao sio hali. Wanakwenda kuwakabili Dodoma Jiji. Dodoma Jiji unaona ya Manjosia ni timu ambayo ni moja ya timu bora kabisa katika msimu huu, imeonyesha kiwango cha juu sana. Naamini hiyo ni mechi ambayo Dodoma Jiji wanahitaji kuendelea kushinda ili kujiweka vizuri. JKT Tanzania na wenyewe wanahitaji matokeo zidi yao. Umeona, kwa sababu pale JKT Tanzania na Singida wote unaona wanapambana kuhakikisha kwamba wanapata matokeo ili zile nafasi mbili, ile nafasi ya 4 ile bado inawatoa macho watu wote. Kwanza kuna hela, acha kufuzu tu kwamba mashindano, lakini kuna hela nyingi inayopatikana hapa kwa nafasi ya 4. Unakuja kwenye mechi ambayo unaona ngumu nyingine zidi ya Mtibwa. Mtibwa unajua hayuko salama kwenye msimamo wa ligi. Alipokuwa nafasi ile alikuwa nayo, akifungwa mechi kama hii anaingia kwenye kucheza mechi za mtoano. Na hatujui mechi zake nyingine 3 za Mtibwa zitakuwaje kabla ya kwenda kukutana na Prison. Na mechi ya Mashujaa vile vile na wenyewe hawako salama. Kwa hiyo unagundua mechi ambazo zimekaa kimtego kwa Tanzania Prison na Shadrack Nsajigwa, wanahitaji kufanya juhudi kubwa sana. Kile walichokionyesha zidi ya Pamba labda inaweza kuwasaidia kama watakihamisha kwenye mechi zao hizo zilizobakia, lakini bado naona wenyewe kwenye playoff hawezi kukimbia playoff mwaka huu. Mimi kwa mtazamo wangu hapo ninavyoona, Tanzania Prison kidogo na uweni. Unajua kucheza na timu ambazo ziko juu kidogo inakuwa afadhali kabisa. Kuliko kucheza timu ambazo ziko kwenye mstari wa chini ambao wote mnatarajia kushuka daraja. Ukiangalia hizo mechi 3 za mwanzo, ana Dodoma Jiji, ana JKT, ana Singida. Unaweza kuziangalia ni mechi ngumu kwa mtazamo kulingana na msimamo jinsi ulivyo. Lakini kwa Tanzania Prison anaweza akapushi kwa sababu wale wanakuwa wako kwenye safe side. Kwa hiyo hawezi kushuka sehemu salama yani. Hawezi kushuka, hawezi kwenda mbele. Kwa hiyo wakati mwingine mechi ya Mtibwa na Mashujaa tofauti hata hiyo Tanzania Prison na Mtibwa. Kwa hiyo ni mechi ambayo kwanza itakuwa ngumu kwa upande wao. Lakini hizi mechi nyingine kama mechi iliyopita na Pamba, umeona una push kidogo kwa timu unaweza kupata matokeo. Kwa hiyo na imani na Pamba alikuwa nyumbani pale. Alikuwa nyumbani. Waliamini washaondoka washazibeba alama 3. Mechi ya pili Pamba anafuzwa nyumbani nao ndo wanavunja rekodi yao. Na yote kwa sababu kulingana na nafasi. Sawa. Tuangalie tena upande wa pili wa shilingi, kwa maana ya tuitazame Mbeya City kwenye mechi zao 5 zilizosalia kwenye ligi kuu NBC Tanzania Bara msimu huu. Mbeya City katika michezo yao 5 watakuwa dhidi ya Mtibwa Sugar, Mbeya City dhidi ya Simba Sports Club, Mbeya City dhidi ya Pamba Jiji, Dodoma Jiji na Mbeya City. Mbeya City watacheza na TRA United Kingamkono.
Mbeya City playoff bado inaendelea kuwazunguka. Yaani nawaona na wenyewe wakiendelea kupambana hapo kwenye kutafuta kukwepa playoff, lakini naona bado watazingira kutokana na Mtibwa. Mtibwa mechi yao, viwango vyao Mtibwa na Mbeya City kama vinafanana. Mtibwa kuna mechi wanakuja kwenye kiwango kizuri sana, lakini kuna mechi wanapoteza. Lakini nakuja kuangalia Mbeya City na Simba ambao wanaona mbele, wanaona ubingwa. Kwa hiyo wewe huwezi kuwa kizuizi cha kutimiza ndoto yao. Yaani wewe wanataka kufanya vyote wewe daraja wao kutimiza ndoto yao ya ubingwa. Ukipoteza mechi kama hii ya Mbeya City Simba, ina maana ndoto ya ubingwa msimu huu watakuwa wamefunga rasmi. Kwa hiyo wanakuja Mbeya wakiwa, japokuwa uwanja wa Mbeya unawasumbua, unakuwa na matokeo magumu kwa Simba, lakini wataamini kwamba hii mechi ya kupambana. Pamba ni timu ya katikati na lolote linaweza kutokea. Mechi kama mechi ya Dodoma Jiji na Mbeya City na yenyewe inategemea kwa umeizungumza mechi ya Mbeya City na Simba. Na nimekumbuka nilikuwa napitia kwenye kurasa zangu ambazo napenda kutembelea, ule ukurasa wa bodi ya ligi Tanzania kwenye Instagram unajulikana kama Tan Football. Nimeona imetoka taarifa mechi hii itachezwa saa 8 mchana. Kwa mara ya kwanza baada ya miaka mingi sana Simba wanacheza saa 8 mchana. Na inachezwa mchana kwa sababu ya ratiba za kombe la dunia. Unajua kwa sababu kikanuni sasa hizi sehemu nyingi kombe la dunia likianza ligi nyingi zinatakiwa ziwe zimesimama. Sababu mashindano yanakuwa ni haya ya kombe la dunia, lakini kwa sababu sisi bado ligi yetu ilichelewa, kwa hiyo ndio maana umeona baadhi ya timu kuna mechi kama 3 zimeshushwa muda wa kucheza, zitakuwa zinachezwa mapema ili kupisha tusiingiliane na kombe la dunia, kwa sababu kombe la dunia likichezwa ni dunia inasimama kuangalia mashindano hayo kwenye uwanja wa mpira. Kwa nadhani ndio changamoto iliyotokea, na Simba wabidi wakubali waende wakacheze mchana, na sio mechi mbaya, wanaweza kucheza mchana wakapata matokeo. Mbeya pale. Mbeya kwa sababu uzuri wa Mbeya hali yake ni nzuri. Kwa hiyo hata mcheza mchana bado kuna hewa baridi, na sasa hivi msimu wa baridi umeanza. Kwa hiyo bado ni sehemu ambayo wanaenda kwenda kucheza, na japokuwa najua Mbeya panakuwa pagumu pa Simba. Wanapataga matokeo lakini kwa jasho na damu. Bana Frank, hizi ni mechi 5 za Tanzania za Mbeya City ambao watamaliza. Inabidi wanasema ukitaka kwenda peponi lazima ufe. Ili hao mabwana wasishuke daraja ama wasicheze playoff. Lazima wacheze hizi mechi, washuke daraja, wasishuke daraja, wacheze playoff, wasicheze. Lazima wamalize. Mazali wapo kwenye ligi kuu, lazima wacheze hizi mechi. Kwanza kabisa naiona ile mechi ya Mbeya City na Mtibwa. Yaani ndio mechi ambayo naweza nikasema ili wawe na mwanga mzuri, lazima washinde hiyo mechi. Kwa sababu gani? Kwa sababu unacheza na timu ambayo kwanza mko kwenye level moja. Na hata ukiangalia msimamo, ina maana ukimfunga yeye, ina maana yeye unampeleka chini, wewe unakuja juu. Pili, uko nyumbani. Kwa sababu ukiwa nyumbani, ili ubaki ligi kuu, unajitahidi kwenye hizo mechi zako zote ushinde mechi nyingi ukiwa nyumbani. Sasa anakuja Mtibwa ambao level kwa ile lazima umfunge. Hiyo mechi ya Simba inategemea na kulingana na jinsi mlivyojipanga. Kwamba kwa sababu mko nyumbani mnaweza mkatafuta hata sare, kwa sababu ni mkubwa mnacheza naye. Mnaweza kuweka mipango mkatafuta sare. Lakini hizo mechi zingine zilizobaki, ukiangalia Pamba Jiji pamoja na Dodoma wanakuwa away. Kwa hiyo ni mechi ambazo nazo lazima sasa ukishafika mechi ya Pamba utajua hata ule mpinzani wako unaogombania nafasi uko kwenye level gani. Kama wewe uko chini, na maana utapush hizo mechi mbili zote ushinde za away. Mwisho wa siku unakuja kumalizia nyumbani, na maana advantage inakuja hapo. Mechi ya mwisho Mbeya City itakuwa nyumbani pale. Baada ya kupata matokeo hizo mechi za away mbili, ukija nyumbani, na maana unakuwa na nafasi kubwa ya kubakia ligi kuu au kucheza kwenye playoff. Bana, tumalizie kwa kutazama mechi 5 za The Southern Killers, timu ya Namungo FC kutokea pale Ruangwa mkoani Lindi. Uwanja wao nyumbani wanautumia uwanja wa Majaliwa. Kabla ama ligi itakapokuwa imerejea baada ya kusimama kupisha kalenda ya FIFA, watakuwa kwenye uwanja wa CCM Mkwakwani jijini Tanga wakicheza na wenyeji wa barabara ya 11 ya Coastal Union. Lakini baadaye Namungo itakuwa nyumbani pale kwenye uwanja wa Majaliwa Ruangwa mkoani Lindi, watacheza na TRA United. Lakini kisha baadaye watacheza na KMC, watakuja Dar es Salaam manake, na Namungo watarudi tena nyumbani Ruangwa kucheza na Fountain Gate. Lakini Namungo pia watamaliza ligi msimu huu wakiwa katika uwanja wao wa nyumbani. Mechi 2 za Namungo zitachezwa uwanja wa Majaliwa pale Ruangwa mkoani Lindi. Coach Juma Ramadhani Mgunda dhidi ya waajiri wake wa zamani. Ligi ikirudi tu unaanza naye. Anaanza dhidi ya timu yake aliyoichezea kwanza, Coastal Union. Baadaye akasafiri akaenda zake Maskati Omani, akacheza na El Sibu, akacheza na Del Bustan, na akarejea tena
kuja kuipandisha Coastal Union, wakati huo ilikuwa tayari imeshuka, na sasa hivi ni kocha wa timu ya Namungo. Frank, timu yako ya zamani hii Namungo FC ndio ambayo tunaimulika kwa sasa. Nyakati kama hizi hazikuwahi kukukuta wewe wakati unacheza? Sijawahi kwa kweli, lakini naiona Namungo ambao kwanza hatima ya kucheza playoff wao wenyewe mikononi mwao. Kwa sababu gani? Kwa sababu ukiangalia timu zote wanazocheza nazo, kwa mfano hapo Coast, ina maana akimfunga Coast yeye anakuja juu, Coast anamdidimiza chini. Ndio maana nakwambia hatima wanao wenyewe peke yao. Ukiangalia mechi inayofuata hiyo ya TRA kidogo ndio unaweza kusema kwamba uko nyumbani unacheza na timu ambayo iko juu na uko nyumbani, na maana hiyo mechi lazima ushinde ili ubaki, lazima ushinde ili ubaki. Unaweza kukusanya mashehe wote wa Ruangwa ama wachungaji na mapadri wote pale, lakini mechi lazima tushinde. Pigo kiamu cha Mungu kabisa. Asubuhi umeamka tu saa 5 unaamka kuna dua saa 5. Saa 6 kuna dua. Saa 7 pia kuna dua. Saa 8 kuna ushehe. Saa ngapi sijui kuna party anakuja. Yaani mchezaji mpaka unaenda kwenye mechi hata hujui dua gani imekupokea. Kwanza hujui mganga gani kasaidia. Yaani kuna hata atakuwa anafukuza kuku muda wote. Yaani mpaka hiyo mnamaliza mechi, mko hoi mnakuja kwenye mechi ya pili. Mshakula chuma vile vile, mmevurugwa. Mtihani kidogo, timu yako ina mtihani sana. Mtihani sio mdogo, lakini na imani kwa sababu ukiangalia mechi wakiwa nyumbani ya TRA wanaweza wakapata matokeo. KMC hadi anacheza naye hapo, nadhani atakuwa kwenye kama ashashuka daraja wakati mwingine anaanza kupoteza. Yes. Kwa ukiangalia hizo mechi zake zote kuanzia hiyo TRA ina maana na nafasi ya kubaki. Na imani kwamba Namungo wakiamua kuwa serious kweli, Namungo atoki mtu. Kwa hiyo naiona hizi mechi za mwisho hizo pia na Fountain Gates na wapo kwenye level moja. Kwa hiyo wakimfunga huyo, wakija Mtibwa nao wakimfunga, na maana nafasi ya kubaki. Naiona Namungo ambao kwanza yenyewe ndio itasababisha ishuke daraja. Yaani hatima yao iko mikononi mwao. Yes, kulingana na mechi zao. Mwanao kulelele ndio hii sasa hivi Mbunda kapewa mchawi hapo. Amle mwenyewe. Amle mwenyewe. Atabaki au abaki? Yaani yeye ndo anaamua, na kinacholeta maswali mengi sio historia yao. Namungo ni nzuri, ni timu miongoni mwa timu bora sana Tanzania kabisa. Lakini kwa msimu huu wamekuwa hasa katika mwaka huu tangu Januari 31 hawajashinda Namungo. Wanasare na vipigo mechi 15, unajua. Kwa hiyo hii break nadhani haya mapumziko ya sasa hivi Mgunda anasubiri atafute dawa gani kwanza kuhakikisha safu yake ya ulinzi atafute 40 tu. Yaani safu yake ya ulinzi siruhusu magoli. Lakini kingine washambuliaji wake wampe magoli, kwa sababu ushindi haupatikani. Yaani wanatengeneza nafasi lakini hawafungi magoli. Umeona? Kwa hiyo huu ndo mtihani ambao wanao katika kuinusuru hii timu, la sivyo timu atashuka nayo. Atafute 40 kaka. 40. Kwa hali ilivyo 40. Atafute 40. Kutokana muona mimi ankali wangu. Kwanza alhamdulillah, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Tuko salama. Tumejiandaa vizuri dhidi ya Coastal Union, tupo ugenini. Alhamdulillah tutashinda. Nafikiri unajua Elias ametengeneza Coastal Union, imekuwa moja ya timu nzuri sana. Fikiri. Anaitwa Fikiri Fikiri ni yule mlinda mlango mapana. Nafikiri Fikiri ametengeneza timu, imekuwa moja ya timu nzuri sana. Kwa hiyo naamini Coastal Namungo ana mtihani mgumu pale Tanga na anajua kabisa. Basi tuondoke hapo, tazame taarifa nyingine ambazo bado zinagonga vichwa mbalimbali vya habari za michezo. Tuhamie mitaa ya Msimbazi pale ambapo habari kubwa ni kuhusiana na kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club kimerejea kambini hapo jana, ambao wachezaji ambao hawajajumuishwa katika timu zao za taifa wakati huu wa kalenda ya FIFA wameanza mazoezi rasmi. Nyota wa Simba walipewa mapumziko ya wiki moja baada ya mechi ya mwisho ya ligi kuu ambapo walipata ushindi wa goli 1-0 dhidi ya Dodoma Jiji FC. Meneja wa habari na mawasiliano wa timu ya Simba Ahmed Ali amezungumzia maandalizi hayo.
Leo tarehe 1 ya mwezi wa 6 Jumatatu rasmi tumerejea katika uwanja wa mazoezi Mo Simba Arena kwa ajili ya kuanza na kuendelea na programu ya mazoezi na maandalizi kuelekea mchezo wetu wa tarehe 14 dhidi ya Pamba. Na wachezaji wote ambao hawapo kwenye majukumu ya timu za taifa wamewasili hii leo mazoezini. Tumefanya mazoezi salama wa salmin na sasa wamekwenda zao kupumzika. Tutaendelea na programu yetu ya mazoezi kwa muda wa wiki 4 huu mpaka pale itakapofika siku ya mchezo wetu dhidi ya Pamba. Wachezaji ambao wako katika majukumu ya timu za taifa wenyewe wanaendelea na majukumu yao hayo, lakini wale wote ambao hawana majukumu yoyote kwenye timu zao za taifa wote wamewasili hii leo mazoezini kwa ajili ya kuanza programu ya mazoezi. Huyu ndio Ahmed Ali ambaye namjua mimi sasa, anaonekana kuwa na utulivu wa kutupwa. Utulivu mithili ya anayetunga uzi sindano wakati wa usiku wa giza. Ametulia. Simba yake imepoa sasa, hakuna mushkil, hakuna wasiwasi. Frank, Simba imeamua kurejea mazoezini baada ya kutoa mapumziko ya wiki moja, wachezaji wakale sikukuu na familia zao, mambo yaende kama ambavyo yamepangwa. Na kwa wachezaji ambao hawajapata nafasi ya kuitwa kwenye timu za taifa, maana Simba tunafahamu wana wachezaji wengi sana kutoka nje ya Tanzania, wao wanaanza rasmi ama wameanza rasmi maandalizi siku ya jana tarehe 1. Kwanza kabisa ni jambo zuri kwa mchezaji kupata mapumziko, ni jambo zuri ukaangalia familia, ukarefresh kidogo, baadaye unarudi. Kwa hiyo kwa wiki moja kwa mchezaji ni sawa kabisa. Kwa hiyo naiona Simba ikiwa serious, na uzuri wa kurudi hao ambao hawapo kwenye timu ya taifa kwa sababu ili wale wengine wakitoka kwenye timu za taifa wanakuwa kwenye level moja, kwa sababu wale wanakuwa huko kwenye games zinaendelea, ina maana fitness yao itakuwa bado iko pale pale. Kwa hiyo hawa nao ambao walipewa mapumziko nadhani wataanza kupush kufika hadi hiyo siku ambayo wenzao wanarudi wanakuwa kwenye level moja. Kwa hiyo naiona Simba ambayo kwanza iko serious. Unajua timu hizi kubwa hasa ukiwa unagombania ubingwa, kuna vitu hapa mwishoni utaki kuzembea. Kwa sababu tunakaribia kuchukua ubingwa, kwa hiyo tuache mazoezi au tupumzike sana, tu relax, wakati mwingine nakuja na wagharimu. Kwa hiyo naiona Simba kwanza wako serious na jambo lao. Kwa hiyo userious huo unaanzia tangu hapo kambini, inatakiwa watu warudi mapema, watengeneze mipango yao kuhakikisha kwamba wanashinda hizo mechi, na level hasa naangalia ni level ya fitness ya wachezaji, kwa sababu wao wengine watakuwa wamepumzika au wengine wako timu ya taifa. Kwa hiyo ili moyo wote level moja lazima wao waanze mapema. Kwa hiyo na imani hata mazoezi yao mengi yatahusika kwenye utimamu wa mwili, kuwatengeneza fitness yao ili waweze kuwa sawa na wale wenzao. Kwa hiyo naiona Simba ambao kwanza wako serious kama nilivyosema kabisa. Bana, huyu ni Frank Raymond Dumayo, na kwa nukta hiyo sasa tunakwenda mapumziko mafupi, lakini kusihi mtazamaji endelea kusalia hapo ulipo. Hizi ndio mechi 5 za Simba Sports Club watakapokuwa wanarejea kwenye ligi kuu ya NBC Tanzania Bara. Mechi dhidi ya Pamba, Mbeya City dhidi ya Simba Sports Club, Mtibwa Sugar mbele ya Simba Sports Club, Simba mbele ya Fountain Gate, na Simba watamaliza dhidi ya KMC wakiwa nyumbani katika uwanja wa KMC Complex unaopatikana Mwenge, Dar es Salaam. Na hapa itakuwa KMC tayari ishajua mbivu na mbichi ni kipi ambacho wanapaswa kukifanza kabla ya kukutana na mfalme wa nyika na mnyama mkali wa mwituni. Kwa nukta hiyo tunakwenda mapumziko mafupi, na nitumie nafasi hii kuagana na Andrea Kinga Mkono. Ulikuwa ni wakati mzuri sana tumeketi nawe pamoja. Nashukuru sana. Lakini pia Frank Raymond Dumayo. Ulikuwa ni wakati murua kweli kweli. Tumechambua na tumedadavua kwa kina pasi na shaka. Tumedadavua kweli. Basi. Unaanza kuadapti basi. Ushaingia kwenye kundi. Pata mapumziko mafupi, tunarudi, usiondoke mtazamaji.